aweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mstari wa pili nirudie tena. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Ongeze andiko hili kitabu cha Yohana sura ile ya 5. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 14. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tupungiane mkono hewani. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Paka kule kwenye barabara mbali kabisa tupungiane mkono. Yesu asifiwe sana. Unisikilize tena jioni hii ya leo. Na soma kitabu cha Isaya nabii. Isaya mwinjilisti huyu ambaye ameeleza habari nyingi za Mwokozi Yesu Kristo hata kabla Yesu hajazaliwa. Amemtabiri kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Sasa nimesoma Biblia wakati ambapo wanadamu walipotafuta Mungu ili Mungu aweze kuwasaidia juu ya mahitaji yao mbalimbali. Kila wakiomba wanaona kimya. Kila wakimwambia, Mungu kuna 1, 2, 3, wanaona kimya. Wakajiuliza, kuna nini? Labda huyu Mungu amechoka. Labda huyu Mungu nguvu yake imepungua. Mbona tukimuita amekaa kimya? Ndipo wakaenda kwa nabii Isaya. Akaenda Isaya akawaambia, walipojieleza juu ya maisha yao, wanamwambia nabii Isaya, mbona tukiomba huyu Mungu asusikilizi? Mbona tukimlilia mbona hafanyi? Mbona alikuwa na tabia ya kutenda, mbona sasa amenyamaza? Wakamwambia Isaya, tatizo ni nini? Ndipo nabii Isaya akawaambia, sikilizeni, mkono wa Bwana haujapungua, uweza wake bado upo, nguvu zake bado zipo, bado huruma zake zipo, ila tatizo, akawaambia, liko kwenu. Tatizo ni nini? Mahusiano. Nisikilize jioni hii, naweza nikaongea nawe taratibu kidogo. Tatizo mahusiano. Akawaambia, na tatizo kwenye mahusiano. Na mimi unisikilize, mtu wa mahali hapa. Mungu hajashindwa kukusaidia. Mungu hajashindwa kukuponya. Mungu hajashindwa kukutoa kwenye mateso ulio nayo. Lakini kabla ya hayo yote, mahusiano yako na Mungu yakoje? Hali yako ya maisha ya kiroho yakoje? Je, umeokoka? Je, Yesu Kristo yuko ndani yako? Kama kuna eneo baya ambalo Mungu anakasirika nalo, ni kwenye eneo la dhambi. Dhambi ni mbaya, itakufanya uende jehanamu. Dhambi inatenganisha kati ya mtu na Mungu wake. Anasema tatizo ni mahusiano. Dhambi zenu zimewatenga kati yenu na Mungu. Unaweza ukaomba na kuomba, lakini Mungu akanyamaza kimya. Unaweza ukawa na dini nzuri, unaomba na kutoa sadaka,
Lakini kama maisha yako ni mabovu, Mungu anakaa kimya. Mungu nimsema hapa ndugu zangu, ni Mungu aliye mtakatifu sana. Anafanya kazi na walio safi, maisha yao yaliyo matakatifu. Kuna watu wanafika mahali wanasema eti ya kwamba duniani hakuna walio watakatifu. Biblia inasema watakatifu walioko duniani, watakatifu walioko Kasulu, hao ndio walio bora, hao ndio ninaopendezwa nao. Wako watakatifu waliokataa maisha ya dhambi, wako wakina mama waliookoka ambao wamekataa maisha ya dhambi, wako vijana waliookoka waliokataa maisha ya dhambi. Nataka niwaambie jambo hili ya kwamba kumpa Yesu maisha yako, Yesu akiingia ndani yako, tamaa ya dhambi anaiondoa, kiu ya uasherati anaiondoa, kiu ya ulevi anaiondoa. Anaitwa Mwokozi Yesu Kristo, yeye awezaye kuwasaidia wanadamu. Sikiliza, nasikitika baba, uko hapa unakataza mke wako asiokoke. Pole yako mno. Wajanja wanaruhusu wake zao kuokoka. Hana mama akiokoka hata kuzalia watoto wenye sura yako, lakini kinyume chake umeibiwa. Unasema na watoto nani? Wanaume mnipungie mkono kidogo kama mpo. Wanaume mnisikie. Anayejua kama watoto wote ni wakwako, anajua ni mkeo. Ndio anajua. Nasema na watoto nani? Kumbe 6 sio wako, ni wa jirani. Ndio maana hata masikio yanafanana na maganga, kwa sababu ulimkataza siokoke. Ulimwambia nisikusikie kwenye ulokole, nisikusikie. Unasomesha lakini wengi sio wakwako. Na wewe uko hapo unasema mimi ni hatari bwana, lakini uhatari haupo. Kama huna Yesu Kristo, bure kabisa. Maisha yako ni bure kabisa. Kama unanielewa, itika amina yenye afya hapa. Yesu Kristo akimpa mtu, akiingia ndani ya Yesu Kristo, maisha yake yanabadilika. Anajua mama akiwa kwa Yesu Kristo yuko salama. Jamani, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Anajua yuko salama. Kwa nini? Kwa Yesu ni salama. Jamani, Yesu asifiwe. Tazama mkono wa Bwana, haujashindwa kukuponya, haujashindwa kukuinua. Tatizo mahusiano yako. Mahusiano yako yakoje na Mungu? Dhambi ni mzigo mbaya. Dhambi ni mzigo hatari. Utakupeleka jehanamu. Utaangamia tu, wala hautakuwa salama. Nisikilize mtu wa mahali hapa. Ukitaka usalama maisha yako, geuka, mpe Yesu maisha yako. Kuokoka ni salama maisha yako, ni salama ya watoto wako, ni salama ya kazi unayoifanya. Kuokoka, kumpa Yesu maisha yako, endelea kuifanya. Lakini kuna siku itakuaibisha. Kuna siku itakatisha maisha yako. Kuna siku itaharibu maisha yako. Tatizo ni nini? Dhambi. Dhambi. Injili ya leo mchungaji, watu hawataki kuambiwa habari ya dhambi. Nataka nikwambie kweli, hautaenda mbinguni, hautaingia. Parapanda ya Bwana italia. Watakao kwenda ni watakatifu tu, waliokataa maisha ya dhambi. Hao ndio watakao penya. Hautaingia mlevi, hautaingia kahaba. Mbingu ni ya watakatifu. Enyi watu wa Kasulu, unisikie. Anakuja mwenye kanisa, anakuja Yesu Kristo. Atachukua watakatifu waliokataa maisha ya dhambi. Wanawaambia watu ni afadhali ukose mengine, lakini usimkose Yesu. Pokea Yesu wa salama. Pokea Yesu wa salama. Pokea Yesu wa salama. Hey, hey, anakuja Yesu Kristo. Sikia wewe, hatabeba walevi kama wewe, hatabeba wazinzi kama wewe, hatabeba waongo kama wewe, hatabeba watu wa namna hiyo. Hiyo dhambi unayoifanya, wewe ni kiongozi wa dini sawa, lakini Yesu hatishi na uongozi wa dini. Anaangalia maisha yako ya utakatifu.
Unaishije ukiwa duniani? Una michepuko wewe. Hautamuona Yesu Kristo, hautamuona Mwokozi Yesu Kristo. Anakuja wa ndugu zangu, anakuja Yesu Kristo, anakuja kuchukua watoto wake. Parapanda ya Bwana italia na wote tutaisikia. Bwana atachukua walio wasafi, walio watakatifu, walioikataa dunia hii. Mimi ndio maana huwa nawaambia watu, tukiwepo duniani, ukitaka maisha yako yawe salama, ni kumpa Yesu maisha yako. Lakini sio hivyo tu, tunapokataa dhambi ni pamoja na kufahamu ya kwamba parapanda ikilia, Yesu hatachukua dini yako, hatachukua dini yako. Yesu haangalii dini ni ya kwanza au ya mwisho, hapana. Anaangalia walio safi, anaangalia walio takatifu, anaangalia walio safi. Wamama walioikana dunia hii wakasema hapana, tunakwenda na Yesu Kristo, tunakwenda na Yesu Kristo. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Parapanda italia. Nasikitika wewe utabaki. 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 Tasikia tutangazo. Jamani, tunasikitika. Hatuwaoni watu. Kuna upotevu wa watu wengi, wamepotea. Hatujui wamekwenda wapi. Utasikia kiongozi mmoja simama, atasema, ndugu wananchi, kuna watu ambao wamepotea, hawajulikani wamekwenda wapi. Jamani ndugu wananchi, tumeandaa tume ya uchunguzi kujua ya kwamba watu wamekwenda wapi. Lakini tumesikia aina za watu walioondoka duniani ni hawa watu wanaojiita walokole. Eti wameokoka, ndio hawajulikani walipo, wamekwenda wapi. Yule kiongozi atasema, sasa nimeunda tume, na ile tume ambayo nimeiunda kwa sababu kuna aina fulani ya Wakristo wameondoka, nimempanga mwenyekiti wa hiyo tume atakuwa askofu fulani. Uelewe na huyo askofu naye amebaki, naye hajaenda, hajaondoka huyo. Wachungaji, mimi huwa nafika mahali nasikia moyo unauma, pale ambapo unasikia watu wanakimbia, wanakuja kanisani, wanakuta huko unasalisha watu, alafu anafika nasema, jamani, wamekwenda hivi na wewe umebaki, na wewe umebaki, wamekwenda na wewe umebaki. Mimi wanasema, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, sitaki kubaki, sitaki kubaki, Yesu nisaidie. Watu wa Kasulu, anakuja Yesu Kristo, anakuja kuchukua watu wake, anakuja kuchukua walio watakatifu, anakuja kuchukua. Mnisikie, injili ya leo imeharibiwa, watu wanataka kupona. Ukiwaambia kanisa la maombezi, watu wanakimbilia hilo. Ni afadhali umuogope yule awezaye kuwa roho na mwili wako. Ogopa huyo peke yake, ogopa huyo peke yake. Ni afadhali uwe kiwete lakini unaiona mbingu, lakini maisha yako yako salama. Okoka leo. Sikia wewe, anakuja. Dalili zote zimeonyesha anakuja Yesu Kristo, anakuja. Lakini hata kuchukua wewe hakuchukui, maana ya maisha yako yameharibika. Hata kuchukua, hata kuchukua. Nataka nikwambie, ole ni wako na dunia hii ilivyoharibika. Sijui kwa nini unafanya mchezo. Dhambi haichagui, haiogopi mhubiri, haiogopi askofu. Dhambi linatafuta utapona vipi. Una Yesu Kristo, unamkataa Yesu Kristo, utapona vipi? Dunia ilivyoharibika, imeoza dunia, utapona vipi? Una Yesu Kristo. Na maisha hayo unayoishi, Mungu hajashindwa kukusaidia mwanaume,
Mungu hajashindwa kukuponya kijana. Tatizo ni mahusiano yako na Mungu. Umeyaharibu maisha yako. Unataka injili nyepesi tu, injili ya vitu ndio unayoitaka hiyo. Unakataa injili ya maonyo, unaipinga hiyo, hutaki kuonywa. Sikiliza, saa inakuja na sasa ipo. Utafika mahali pagumu, utasikilizwa maombi yako. Utalia, Mungu amenyamaza kimya. Na ulimwengu huu ulivyoharibika, ole wako. Ole wako mwanamke. Ole wako kijana. Farao akasema, hii biashara ngoja niite wachawi. Wachawi wote wakakusanywa. Walipotazama wakasema, hii mbona biashara ya kawaida. Na ajabu vile vichawi vilikuwa vinatembelea fimbo, na venyewe vikasema, hii hata sisi tunaweza. Vikatupa fimbo. Vilivyotupa fimbo zikageuka nyoka. Mungu akasema, sasa nataka ijulikane original ni ipi. Nataka ijulikane original ni ipi. Jamani, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Nataka ijulikane original ni ipi. Kama kuna mtu ameokoka hapa, itika amina yenye afya. Ijulikane original ni ipi. Ghafla ile nyoka ya Musa ikanyanyuka juu, halafu ikawa ina njaa kali, ikaanza kulamba. Inawameza nyoka wale, inameza nyoka wale, inameza nyoka wale. Ina kiu ya kumeza, ikameza ikawamaliza. Ilipowamaliza ikatulia. Mfalme anaangalia hivi. Mungu akamwambia, shika tu kwenye ule mkia. Aliposhika pyu, ikageuka kuwa fimbo. Watu wakamtukuza Bwana. Nasema ipo original. Tunaye Yesu original. Ninaye Yesu original. Watu wa mahali hapa, jina la Bwana ni ngome imara. Wote wanaolikimbilia wako salama. Ndani ya Yesu tuko salama. Wamama walio na Yesu wako salama. Vijana walio na Yesu wako salama. Tuna Yesu original. Ndio maana aliye na Yesu original halogeki. Wachawi wakasuru hawatuwezi, kwa sababu tuna original. Kama kuna mtu hapa na Yesu original, apige kelele, sema amina. Siku hiyo ilikuwa siku ya ajabu. Maana wale walikuwa ni vibabu vinatembelea fimbo. Sasa fimbo zote zimemezwa. Waliondokaje? Wanajua wao. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, ukimpa Yesu maisha yako, yule ambaye ni original akiingia kwako, hautababaishwa na wachawi wa kasulu. Hautababaishwa kwa jina la Yesu Kristo. Hautababaishwa. Kama udhaifu fulani, lakini kuna nguvu ya ajabu. Mchungaji mmoja akaanza kanisa katikati ya mji fulani. Halafu watu fulani wakaenda pale. Wameandamana watu kama 30 hivi au 40. Wako pale nenda, hatutaki kanisa la walokole, hatutaki. Wakafika pale, yule mchungaji akasimama, kaanza kanisa tu. Ameweka tu miti pale na katurubai pale. Yuko mwamba. Anaonekana ni kama dhaifu, lakini ndani kuna nguvu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Wakamkusanyikia wale wazee. Alafu mzee mmoja akachaguliwa kuwa msemaji wa waandamanaji. Yule mzee akasimama, akamwambia, unasikia kijana? Tumesema hivi, hatutaki kuona hilo kanisa. Yule mchungaji kijana amejaa upako, hakuwa na maneno mengi. Akamsonta yule mzee, akamwambia, mzee, nami nakwambia kwa jina la Yesu Kristo, hautaliona ili kanisa kwa jina la Yesu. Yule mzee akasema, asante. Unajua uzuri nyinyi hamnaga maneno mengi. Ni yule mchungaji akasema, nimeshasema hautaliona.
akaondoka, sema wameshatuelewa, wanangoa. Amesema hamna tena kanisa pale. Usiku yule msemaji wao, yule mzee aliyesema asilione kanisa, alipolala hakuamka. Kesho yake wakaambiwa fulani amefariki. Wakakutana wasema, sasa jamani tunaenda tuendi? Wakasema nani msemaji, ili akifika kwa yule kijana asilione kanisa, nani msemaji? Kila akiambiwa bana wewe msemaji, chague huyu. Nenda wewe. Nenda wewe. Sasa nimemkuta mzee nani jana. Usimchezee aliyeokoka hata kama anakula kwako. Mheshimu sana aliyeokoka hata kama amepanga kwako. Amelibeba jina lipitalo majina yote. Wakati mwingine anapokwenda kulala huyu aliyeokoka yuko kwenye nyumba ya kupanga, anasema Yesu naomba nilinde na nyumba hii yote. Umepata na ofa na wewe. Punga mkono juu namna hii. Apewe sifa Yesu Kristo Kigoma. Haleluya. Kuokoka ni faida. Geuka Yesu akusaidie. Geuka Yesu akuponye. Acha maisha hayo hayatakusaidia. Dunia imeharibiwa. Tunatembea majini yamesambaa leo. Utapona vipi? Huna Yesu Kristo. Hutakuwa salama wewe. Hauko salama. Hauko salama. Ngoja nikwambie. Kunaweza kukawepo na majiko mengi. Umeweka na mkaa. Lakini unashangaa nzi anaenda anatua pale. Ujue huo moto hauna, jiko hilo hakuna moto. Anakaa. Majiko yanaweza yakawa mengi. Na sisi Yesu ni Bwana, lakini moto hamna. Majiko yanaweza yakawa mengi, lakini wapi Yesu alipo? Maana aliye na Yesu Kristo hachezewi na wachawi. Halogwi aliye na Yesu Kristo. Wewe mbona unalogwa? Wewe hapo. Na wewe kijana wewe, mbona unalogwa? Mbona biashara yako imelogwa? Huna Yesu Kristo. Hauna Mwokozi Yesu. Mkono wa Bwana hujapungua kukusaidia. Ukiokoka tu. Mimi nashukuru kuokoka. Imenisaidia. Nimewindwa kwa namna nyingi. Yesu amenisaidia. Ukimpa Yesu maisha yako atakusaidia. Mkono wa Bwana hujapunguka mwanamke. Wakati unataka kujifungua ulikaribia kufa. Ukapona chupu ukamzaa huyo mtoto. Ulipomzaa ukafurahi ukasema asante Mungu, mtoto huyu sasa atanitunza uzeeni. Ndio atakayekuwa. Una Yesu Kristo. Maisha hayo ulio nayo yamegombana na Mungu wako. Sikiliza. Huna mlinzi aitwaye Yesu Kristo. Ila una hirizi ambayo ndani yake kuna manyoya ya kuku, ambayo ndio unasema hayo ndio msaada wako. Watakumaliza. Kuna watu ambao hawataki maendeleo yako. Furaha yao ni wewe kushindwa na kuharibiwa. Utapona vipi bila kuwa na Yesu Kristo? Utapona vipi? Dunia hii sio ya kwako. Imejaa kila aina ya uharibifu. Kila aina ya uharibifu imejaa. Wengine mnacheka nao ni kama marafiki, kumbe ndio maadui zako. Wanakuinda maisha yako. Na wewe humtaki Yesu Kristo. Umeng'ang'ania dini bure kabisa. Bure kabisa. Sasa akaniambia mchungaji, nikataja jina la mama yangu. Maana huwezi kulogwa pasipokuwa na jina. Lazima jina lako kwanza lijulikane. Ndio maana watu wanaopita mbele hapa kuokoka. Mchawi mmoja baada ya kuokoka anasema,
nilijiulizaga maswali mengi. Hivi watu, kwa nini walokole tunapotaka kuwaloga majina yao hatuyapati? Anasema nilikuja kugundua siku mtu anapookoka, kwenye ile kauli ya kuongozwa sala ya toba, kuna neno nasema futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kumbe tunapofuta yale majina hayapatikani kwenye vitabu vya wachawi. Kama kuna mtu ameokoka hapa aitika amina yenye afya. Havipatikani huko. Hayapatikani. Utatafuta jina. Naweza nikakupa majina yangu lakini ukashindwa kuniloga. Kama mchawi huko hapa jiandae. Majina yangu ni kama ifuatavyo. Naitwa Peter, John, Mayala, Mwanangoko, Mwinamila. Lakini nakupa tahadhari hii. Ukijaribu, ukinishindwa, unaondoka wewe. Halo? Unaondoka. Mungu huua na Mungu huhuisha. Ndio Mungu yule yule ambaye alikuwa anawaangalia wana wa Israeli kwenye wingu wakati wanavuka bahari ya Shamu. Anawatazama. Walipokuja wale maadui kina jeshi la Farao, Mungu akawatazama nao wakaanza kuingia. Jamani, Mungu hana upendeleo. Upendeleo anao. Mungu hana upendeleo kwenye mambo mawili tu, jua na mvua. Hana upendeleo, jua na mvua. Mungu akawatazama. Lile jeshi la adui likaanza kuwafuatia wana wa Israeli. Na ukisikia Israeli ujue maana yake ni waaminio. Wakaanza kufuatiliwa. Biblia inasema Mungu alipowatazama wanataka kusogea, Mungu akachomoa magurudumu ya magari yao. Akachomoa ili wasimsogelee mtu mmoja wa Mungu. Akachomoa, yakaanza kwenda kwa uzito. Halafu walipojaa kwenye 18 za Mungu akawafunika na maji. Apewe sifa Yesu Kristo. Mungu upendeleo anao. Ukisoma kitabu cha Isaya kinasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanyikiwa, na kila ulimi ng'ang'ang'e hamna kitu. Alafu chini anamalizia, huu ndio urithi wa watumishi wangu. Yani maana yake anawaambia hii sio kila mtu. Hii ni special. Yule baba anasema ndipo nilipotaja jina. Kesho nitakwambia mama mmoja aliye watoto wake walivyopona kwa ajili ya mume wake kumtoa kafara mke wake. Kale kama mama kalikuwa kameokoka. Kila yule baba alikuwa ameambiwa ili uwe tajiri, uwa mke wako ana nyota, ana mvuto. Kila akitaka kumuua, jina anaenda, jina limepotea. Paka anamfuata anamwambia, mke wangu jina lako nani? Kale kamama kanasema naitwa fulani. Akienda kwenye kile chumba, akianza mipango yake, jina linapotea. Mpaka anaandika jina, anachukua kikaratasi, akifika nako hapo kwenye madhabahu za kichawi, jina linapotea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya! Yule baba alikufa, maana majini yakamgeukia kibao. Yakamwambia unatuchezea. Yakamuua yenyewe. Alilazwa hospitalini kama kichaa, maana alikuwa anaongea peke yake. Anasema, mke wangu jina lako nani? Mke wangu jina lako nani? Wakienda pale, jamani, hii baba fulani pole, mke wangu jina lako nani? Mke wangu jina lako nani? Paka akakata roho. Sasa yule mama aliokoka, kwa sababu ameokoka, alikuwa anawawekea ulinzi mpaka watoto wake. Anamwambia, Bwana linda watoto wangu. Sasa mume wake alipofariki, ikabidi yule mama atoke kwenye ile nyumba waliojenga na mume wake. Akatoka hapo akaweka wapangaji ili apate kodi imsaidie. Akaenda nyumbani kwa wazazi wake. Yule mama akaenda kule akakaa na watoto wake wale. Huku mjini akaweka wapangaji. Wapangaji hawana Yesu kama wewe. Hii nyumba nzuri na geti nzuri kweli, ina tiles bure kabisa wewe. Yule baba mwenye nyumba alikuwa na watoto 5. Ameingia mle ndani, mwisho wa mwezi umefika, kuna chumba kimoja akakuta pesa. Akachukua zile fedha,
Kumbe ndio chumba ambacho yule jamaa alikuwa anapewa pesa na majini. Yeye bila kujua akafikiri wamezisahau. Akachukua. Ana jina zuri, anaitwa Petero, lakini Petero mlevi. Akala zile pesa bila mke wake kujua. Mke naye hana Yesu kama wewe. Hana, ila shikilia dini. Dini bila Yesu ni sawa na bunduki ambayo haina risasi. Kaenda. Mwezi uliofuata kaokota tena. Umo kwenye chumba, hakustuka, akala. Mwezi uliofuata mtoto wake wa kwanza akafa. Ameenda akaokota tena, akala. Mtoto wake wa pili akafa. Sio vifo vyote, ni mapenzi ya Mungu. Tunakutia moyo tu ndugu wa marehemu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Lakini ukweli ni kwamba kweli Bwana alikupaga, lakini wachawi wakatwaa. Kwa nini? Huna ulinzi wa Yesu Kristo. Umekosa ulinzi. Huyu baba alipofikisha mtoto kabaki mmoja, wanne wameondoka, ndio akahama. Utapona vipi? Nimalizie kidogo. Kama uko tayari nimalizie, nipungie mkono juu kidogo. Ni mtu kutengeneza maisha yake na Mungu. Hello. Kutengeneza na Mungu. Tengeneza na Mungu. Mungu atakusaidia. Badilisha maisha yako. Acha dhambi. Geuka. Tubia dhambi. Mwambie Yesu nisamehe. Yesu akikusamehe anakusaidia. Yanasema ya nini kuupata ulimwengu huu alafu kumkosa Mungu? Ya nini? Dunia imeharibika. Utapona vipi mwanamke? Natamani niombe na wewe. Binti aliyekuwa joka, nikamwambia nina Mungu original. Nikaanza kumwombea. Ukishika kichwani ni kama umeshika ubao. Ni kama ubao. Ni kama mbao kichwani. Alafu baadaye ikaanza kutoa shoti ya umeme. Yaani ukiweka hivi unapigwa shoti ya umeme. Yalikuwa mashindano ya ana kwa ana na adui shetani. Lakini kwa sababu Yesu ni bingwa. Yesu ni bingwa. Haleluya. Hajawahi kushindwa na chochote. Ndio yule binti sasa nguvu zikamwisha. Linda watoto wako. Mkono wa Bwana hujashindwa kuwaponya watoto wako. Kwa mkono wako gusa tena. Mama pale ulipo. Alafu naomba usikie kwenye sogea mpaka kwenye mkono kwa heshima ya Mungu. Naomba mji tena. Tembea roho. Tembea katikati yetu. Tembea roho. Taka Yesu Kristo. Naomba wenyeji kila mmoja, hata kama wewe ukupangwa kwenye kamati yoyote, nataka tuhudumie hawa watu, ni wengi mno. Wahudumie hawa watu ambao wameamua kukutana na Yesu Kristo. Afurudia nyuma yangu maneno haya, sema Yesu Kristo. Ongeza sauti, Yesu Kristo. Nimeyasikia maneno yako, nami nimekubali. Jioni ya leo naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea, ninazozikumbuka na zile ambazo sizikumbuki. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na kukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie kushinda dhambi kwa jina la Yesu. Amen. Sasa umeokoka. Usimuache Yesu.
Jumapili nitafanya maombezi ya mtu mmoja mmoja. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wahudumu saidia hao. Kwa jina la Yesu. Haya. Kwa jina la Yesu. Fire. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine kwa na utulivu tu. Kwa jina la Yesu. Haya, ondoka. Toka kwenye mwili huu. Kwa jina la Yesu. Peka insani huyo. Leta huyo, leta. Kwa jina la Yesu. Enyi pepo jini, enyi mizimu ya ukoo, ninakupiga kwa radi ya moto. Ninakupiga kwa radi ya moto. Hayachia maisha yake. Kwa jina la Yesu. 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 Enyi mizimu ya ukoo, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Achia mwili huo. Achia mwili huo. Kwa jina la Yesu. 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 Ewe pepo jini uliyejificha kwenye moyo, magonjwa uliyeleta ndani ya moyo, ninakuagiza kwa jina la Yesu utoke sasa kwenye mwili huu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka na kuapisha kwa moto. Kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina sasa, my friend, uliyekuwa umeandaa ajali, uliyekuwa umeandaa mauti, haitampata. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uwe pamoja nawe. Natamka baraka za Bwana, ulinzi wa Bwana. Wale wahudumu wa jana naona leo hawapo. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana akufungue katika jina la Yesu. Bwana mwache huyu dada. Tena rudi kwa waliokutuma. Ambia nimekutana na Yesu. Aiondoka. 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 Kwenye tumbo ondoka. Kwenye tumbo ondoka. Vyote ulivyomezeshwa, hivyo vyote ulivyomezeshwa unavitapika kwa jina la Yesu. Aiondoka. Ondoka. Matamko yote mabaya uliyokutamkia sasa yanafutwa kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Aiondoka. Ondoka. Huyu dada afunguke kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu uwe mzima. Anakufungue kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu funguka. Kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza uzima kwenye mwili huu. Tangu sasa uwe mzima. Tangu sasa mama ufunguke. Kwa jina la Yesu Kristo. Jalia ulinzi watu hawa na baraka zako zikawe juu yao. Tunapokutana kesho tena kwa ajili ya injili yako, mkono wako usitupungukie. Ende na watu hawa na baraka zako ziwe pamoja nao. Wote walioamua kuokoka wape kusonga mbele pamoja na Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.